Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam tuliamua kwa dhati kabisa kwamba kila Jumamosi tutakuwa tunafanya usafi, na kampuni zote na taasisi zote ambao wako pamoja kufanya ushirikiano na sisi waje siku ya Jumamosi ambapo tunafanya kwa pamoja. Lakini halmashauri yetu pia ina dhana ya kwamba usafi ni kwa kila mtu, kwa kila siku. Hivyo leo hii nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza ninyi waandishi wa habari ambao mmeshiriki pamoja nasi. Lakini pia nitumie nafasi ya kuwapongeza na kuwashukuru kampuni ya taasisi ya Forum FCC ambao na wao wameweza kushiriki na sisi kufanya usafi katika eneo hili la Degu Beach. Ambayo kampuni hii, moja ya jukumu ambao walikuwa naifanya ni ya kufanya sampling ya takataka ambazo zinapatikana katika eneo letu la fukwe hizi za Degu Beach. Sote tumeona kubwa ambayo yapo hapa ni plastiki. Moja ya plastiki ambazo pia zimekuwa na changamoto sana ni zile plastiki ambazo zinatokana na energy drinks. Umeona zile za rangi nyeusi zimekuwa ni changamoto sana, kwa sababu hata kwenye wale wanaookota kwa ajili ya urejeshaji wa zile plastiki wanashindwa kuziokota. Changamoto nyingine ambayo tumeiona hapa ni zile pads ambazo zinatupwa kiholela katika baadhi ya maeneo na kaya zetu. Changamoto hii kwa sisi kama halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam tunaendelea kuona namna gani tunaitafutia solution. Wakina mama wengi wako tayari kwa ajili ya kwenda kuona namna ya kuzihifadhi vizuri na kuzitupa. Changamoto wanaoipata ni namna ya kuichoma, wanashindwa kuichoma. Lakini pia kwenye kaya zetu kule nyumbani pia tunashindwa namna ya kuteketeza au kutenganisha taka zetu. Hivyo changamoto ambayo sisi kama halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam tumeona ni namna nzuri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwenda kutoa elimu ni kutenganisha taka tunapoanzia tokea majumbani ili iwe rahisi. Hivyo zoezi hili ni endelevu, ni washukuru, lakini pia nishukuru kampuni zote ambazo ni wakandarasi tumeendelea kushirikiana nao. Umeona fukwe yetu sasa imeendelea kuwa fukwe safi, na tumedhamiria kabisa fukwe hii ndio mdomo au ndio lango la Tanzania yetu. Kama watu wanakuja kwa meli, basi wanakuja wanaangalia fukwe hizi. Lakini pia ni fukwe ambayo iko karibu na ikulu yetu, na ni fukwe ambayo iko katika jiji la Dar es Salaam. Ni fukwe pekee ambayo unapoingia Tanzania unaanza kuiona. Hivyo na sisi tumedhamiria kwa kupitia halmashauri yetu ya jiji, mkurugenzi wetu wa jiji, kwamba eneo hili lazima liendelee kuwa safi. Niendelee kusihi taasisi nyingine, nanyi waandishi wa habari, tushirikiane katika kuhakikisha fukwe hizi zinaendelea kuwa safi. Niwaombe sana waandishi wa habari na taasisi na NGO zote ambazo zinahusika na masuala ya mazingira, twendeni tukatoe elimu kwa pamoja. Lakini niombe ndugu zangu wa NEMKI, twende tuangalie namna gani ya vifungashio. Ukiangalia kwenye moja ya taka ambazo ziko hapa ni vifungashio ambavyo vimeruhusiwa au ni vifungashio ambavyo vinatoka nje ambavyo vinaleta taka hapa. Ukienda eneo la Kariakoo utaona aina ya karatasi au plastic ambazo zinazalishwa kwa sababu ya vifungashio ni nyingi sana. Hivyo tutoke na uamuzi wa pamoja. Tunafanya nini kuhakikisha kwamba hizi taka ambazo ni rejeleshi tunaweza kuziweka katika eneo moja. Na kama hili swala la elimu, sisi kama halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam kwa kushirikiana na wenyeviti wetu wa serikali za mitaa, tutakwenda kuhakikisha tunapita nyumba kwa nyumba kuhamasisha matumizi ya utenganishaji wa taka, ili tuhakikishe kwamba jiji letu la Dar es Salaam, halmashauri yetu ya Dar es Salaam haina taka kabisa katika miaka mingine. Na hizi taka tuone kama ni sehemu ya mtaji au ni sehemu ya kipato kwa mtu ambaye anafanya kazi ya kukusanya taka hizi.